Mlango wa 10. Ikawa baadaye, mfalme wa wana wa Amori akafa, akamiliki Hanuni mwanawe mahali pake. Naye Daudi akasema, nitamtendea wema Hanuni mwana wa Nahasi, kama babaye alivyonitendea wema mimi. Basi Daudi akatuma kwa mkono wa watumishi wake ili kumtuliza kwa habari za babaye. Wakaja watumishi wa Daudi katika nchi ya wana wa Amoni. Lakini wakuu wa wana wa Amoni wakamwambia Hanuni bwana wao, Je, waona ya kuwa Daudi amemheshimu babayo kwa kutuma kwako wafariji? Je, Daudi hakuwapeleka watumishi wake kwako ili kuuangalia mji na kuupeleleza na kuuangamiza? Basi Hanuni akawatwaa hao watumishi wa Daudi, akawanyoa nusu ya ndevu zao, akawakatia nguo zao katikati hata matakoni, akawatoa waende zao. Watu walipomwambia Daudi habari hizo, akatuma watu kuwalaki, kwa sababu watu hao walikuwa wametahayarika sana. Mfalme akasema, ngojeni Yeriko hata mtakapoota ndevu zenu, ndipo mrudi. Na wana wa Amoni walipoona ya kuwa wamekuwa machukizo kwa Daudi, wana wa Amoni wakatuma na kuwaajiri Washami wa Beth-Rehobu na Washami wa Soba, askari 20,000, na mfalme wa Maaka mwenye watu 1,000, na watu wa Tobu watu 12,000. Naye Daudi aliposikia, akamtuma Yoabu na jeshi lote la mashujaa. Wana wa Amoni wakatoka wakapanga vita mahali pa kuingilia lango, na Washami wa Soba na Warehobu na watu wa Tobu na wa Maaka walikuwa peke yao uwandani. Basi Yoabu alipoona ya kwamba uso wa vita umekuwa juu yake mbele na nyuma, akachagua baadhi ya wateule wote wa Israeli, akawapanga juu ya Washami. Akawatia nguvu watu waliosalia mkononi mwa Abishai nduguye, akawapanga juu ya wana wa Amoni. Akasema, wakiwa Washami hodari mno kwangu, ndipo wewe utanisaidia; lakini wana wa Amoni wakiwa ni hodari mno kwako, ndipo mimi nitakuja nikusaidie wewe. Uwe hodari, tukajitie moyo mkuu kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji ya Mungu wetu, naye Bwana afanye yaliyo mema machoni pake. Basi Yoabu na watu waliokuwa pamoja naye wakakaribia kupigana na Washami, nao wakakimbia mbele yake. Na wana wa Amoni walipoona ya kwamba Washami wamekimbia, wakakimbia nao mbele ya Abishai, wakaingia mjini. Ndipo Yoabu akarudi kutoka kwa wana wa Amoni, akaja Yerusalemu. Na Washami walipojiona kuwa wameshindwa mbele ya Israeli, wakakusanyika. Naye Hadadezeri akatuma na kuwaleta Washami waliokuwa ng'ambo ya mto. Nao wakaja Helamu, naye Shobaki jemedari wa jeshi la Hadadezeri akawaongoza. Alipoambiwa Daudi, akakusanya Israeli wote, akavuka Yordani, akaja Helamu. Nao Washami wakajipanga kinyume cha Daudi, wakapigana naye. Wakakimbia Washami mbele ya Israeli, naye Daudi akawaua katika Washami watu wa magari 700 na wapanda farasi 40,000, naye akampiga huyo Shobaki jemedari wa jeshi lao hata akafa huko. Na wafalme wote waliomtumikia Hadadezeri walipojiona kuwa wameshindwa mbele ya Israeli, walifanya amani na Israeli, wakawatumikia. Basi Washami wakaogopa kuwasaidia wana wa Amoni tena.